Chama cha Mapinduzi hakina uhaba wa wagombea kabisa, hakina uhaba wa wagombea. Na nataka niwaambie kuanzia tarehe 28 nyie kaeni kwenye mageti ya CCM, ofisi za CCM za wilaya. Mkiona watu wamepungua chini ya 20 kwenda kuchukua fomu ya ubunge, mnifate hapa niachie nafasi yangu. Tuna wagombea wengi sana. Tuna wagombea wengi sana. Na nataka niwaambie pia hapa, hichi chama, unajua CCM ndio chama pekee ambaye ndio chama pekee duniani. Na hii muiweke sawa, na nataka muiweke sawa. CCM ndio chama pekee duniani ambaye Saiplani unakatwa jina lako na unaitwa washukuru wajumbe kwa kukata jina. Ndio hichi chama pekee yake duniani. Wameshakatwa watu wengi sana. Tena ambao hawana dosari. Yaani CCM wanatabia kwamba huyu Saiplani anatufaa kwa udiwani au kwa ubunge. Yaani huyu Saiplani tukimpeleka akatuwakilisha kwenye ubunge, ataendelea kukifanya hichi chama kiheshimiwe na wananchi. Ataendelea kukifanya hichi chama kiwe sauti ya wananchi. Kwa wakimuona Saiplani hafai, hata kama unapendwa kiasi gani, kaka hawakurudishi. Ndio hichi chama. Kwa tunataka, na sisi nataka niwaambie, nimesema tena, ndio chama pekee ambacho kina usubutu wa mwenezi wa mkoa kaomba udiwani wakamkata, wakamwambia mwenezi simama mbele shukuru wajumbe, na unashukuru brother afu unatulia. Kwa hiyo nini maana yake? Haya maneno mtakayoyasikia mwisho wa siku yataisha. Na hapa mmeona tutarudi na watu wangapi? Kwa mkigombea watu 20 watarudi watu wangapi? Watu 3. Na kwa nini nasema kwamba Saiplani mwenezi wa mkoa anaenda kugombea Sombetini? Chama kinakaa kwenye vikao kinasema Saiplani hawezi kutosha kwenye udiwani Sombetini. Alafu unarudi unawashukuru wajumbe. Jamani, nawashukuru kwa sababu mlinipa fursa ya kunisikiliza na kuchukua fomu. Nini maana hiyo message? Hayuko mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na tukaja na usemi wetu wana CCM. Chama kwanza, mtu baadaye. Na hapa nawaambie wajumbe, kuna watu wanataka kukitishia chama. Kuna sikia huko, wakikata jina la Saiplani sisi tunaondoka. Hichi chama sio cha kutishiwa brother. Hichi chama sio cha kutishia. Yaani kuna watu huko sasa hivi wanajambisha kwamba mkimuondoa tu Saiplani jina lake lisiporudi na sisi tunaondoka. Mkato akahamia ACT. Na hapo umenena vile kwamba kutakuwepo na watu wanatishia kuhama chama. Hilo limekuwa likinenwa kwamba wenda kipenga kinapolia tarehe 28 kuchukua fomu, wenda hata anaweza kukuta fomu zimeisha. Naye hakuna jambo kama hilo. Nataka niwaambie ndugu waandishi wa habari, hakuna jambo kama hilo ndani ya chama, wala hakuna jambo la kumkata. Kwanza nataka niwaambie wagombea ambao wako kwenye nafasi zao ndani ya Chama cha Mapinduzi watapewa kipaumbele. Watapewa kipaumbele. Yaani achana na masuala ya gambo. Achana na masuala ya gambo. Unajua sikiliza. Yaani mimi nataka niwaambie hichi chama hakidili na Saiplani. Hichi chama ni taasisi. Hii chama CCM ni taasisi. Sasa yani unaona haya maneno ya kukuteza, sio gambo atakatwa sio nini. Haya ni maneno ya kukuteza, ndio sasa na haya maneno anawaambia tu Saiplani anamgombea anapita naye, ndio haya maneno ambayo anasema watu gambo atakatwa. Hamna story kama hiyo. Hamna story kama hiyo. Gambo ni mbunge wetu, amefanya kazi yake katika jimbo la Arusha na ataendelea kupewa heshima yake kama mbunge wa jimbo la Arusha, lakini hiyo haizuii mjumbe mwingine yoyote au mwanachama mwingine yoyote kujitokeza kugombea Arusha mjini. Tumetangaza nafasi zikiwa wazi, basi watu wote watajitokeza. Kwa Gambo anatarajia kukutana na watu ambao watakuja kuomba nafasi hiyo. Na kama ametosha sana, wana CCM watampa.